Mtazamaji wa 78 Media, tukiendelea kusalia hapa kwenye habari na matukio, tuko na mdau mwingine ambaye tunapiga naye story mbili tatu kuhusiana na tukio zima la kujitolea kutengeneza barabara hii. Habari yako? Nzuri, habari yako? Natambulika kwa majina kama nani? Natambulika kwa jina la Madam Mariam Mlawa. Madam Mariam Mlawa, kwenye tukio kama hili leo umesimama kama nani? Mimi nimesimama kama admini, lakini ndio mbeba maono wa hili zoezi la leo. Ni changamoto gani ambazo unaona mnapitia kwenye kuhamasisha wananchi kujitolea? Changamoto kwa kweli siwezi kusema kama zipo, kwa sababu sisi tuna group letu inaitwa Tuzungumze Visigya. Tumekuwa tukiendelea kuongelea mambo ya maendeleo na mambo kama hayo, lakini mimi nikiwa kama mmoja mpita hii barabara, ni mwalimu nafundisha Visigya sekondari. Kwa hiyo nimekuja kuona hii changamoto ya barabara muda mrefu, nimeona watu wanapata shida, tuna watoto ambao wako hapo shule, yaani tukasema serikali ina mpango wake, ina bajeti zake, lakini sisi kama wadau, kama wananchi, kwa nini tusiguse jamii kwa namna moja au nyingine? Kwa hiyo nikatoa wazo kwenye group, jamani, walau tujaribu kugusa sehemu ili walau hata tuweze kupita. Kwa hiyo kwa kupitia group watu wakawa wameafikiri jambo, basi tukapanga tarehe, ndo kama tunavyotuona leo tuko katika eneo hili hapa. Na ni upi ushauri kwa wananchi ambao hawapo kwenye group la Tuzungumze na Visigya kuja juu ya kujitolea, kwa sababu nimeona hapa kuna baadhi ya watu wanapita hata kwenye ile kusaidia inakuwa ni ngumu. Ushauri wako ni upi, na ikiwa barabara sio kwa ajili ya wananchi Tuzungumze Visigya tu, ni kwa ajili ya watu wote? Ushauri wangu ni kwa viongozi, hasa wa serikali za mitaa na viongozi wengine, kutoa uhamasishaji na kuambia. Tunafikiri wakiambiwa hilo jambo wanaweza wakafanya, kwa sababu na mimi na boda mmoja akasema hili jambo kama tungeweza kupata taarifa mapema tungeweza kufanya. Sidhani kama kuna ugumu wote, kama wakiambiwa wananchi wanaweza wakafanya hiyo, kwa sababu jambo ni jema, wanapita njia hii na inawagusa wagonjwa, inawagusa watoto, inawagusa wao wenyewe. Kwa hiyo ni jambo jema, sidhani kama wakiambiwa wanaweza wakashindwa kufanya hili jambo. Mimi nadhani kutakuwa hakuna maongezi mengi sana kwenye uwekezaji wa nguvu hii. Ni nini ambacho unaweza ukashauri? Ninachokishauri ni hizo hamasa tu zitumike wakati tunaendelea kusubiria hiyo budget, kwa sababu tunajua hizi barabara zina bajeti zake, zina kila kitu, lakini pia kuigusa jamii sio dhambi. Kwa hiyo pale panapoonekana kufanya jambo, basi lifanyike kwa wakati wake kama jamii, lakini serikali nayo ifanye jambo lake kama serikali. Nashukuru sana kwa wakati wako Madam Mlawa. Nashukuru. Mdau wa 78 Media, huu ni mmoja. Kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatutazama 7 Hit Media, basi hii ni sauti ya Director Ngopili. Tunakaribisha kutazama 7 Hit Media, tumekiwasha. Natazama 7 Hit Media, tumekiwasha. Bwana, kwa jina naitwa Shabani Salumu, natokea 7 Hit. Tumekiwasha. Tunatazama 7 Hit Media, tumekiwasha. Kufikia hapo tunakuwa hatuna la ziada kupitia 7 Hits Media. Hii ni habari na matukio. Endelea kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho kwa vipindi vingine na kufurahia na 7 Hits Media. 7 Hits Media, tumekiwasha.